Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, msikilizaji mpendwa, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Leo tutaweza kuzungumzia hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kuonekana katika sekta ya Itombwe tarafani Fizi. Ni kwamba mambo yanazidi kupamba moto kati ya waasi wa M23 dhidi ya wazalendo wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC. Tuanzie huko Tuwetue. Ni kwamba hali ya usalama ni yenye kuzorota kwa hali ya juu zaidi katika eneo mbalimbali ya vijiji vya sekta ya Itombwe na tarafa ya Fizi kutokana na mapambano makali yanayoendelea mpaka sasa kati ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya waasi wa Twirwaneho M23 ambao yamepelekea kijiji cha Tuwetue kuanguka mikononi mwa waasi wa M23. Taarifa tunazo ni kwamba ni tangu siku ya pili ya wiki tunayo ndipo vikosi vya FARDC kwa ushirikiano na wazalendo wameanzisha mapambano makali dhidi ya vituo kadhaa vya waasi wa M23, ila kwa bahati mbaya vita hivyo ni kama vimegeuka na hivyo kupelekea senta ya Tuwetue iliyokuwa moja kati ya ngome za jeshi la taifa FARDC kuanguka, kama alivyohakikisha hapa Aimable Nabulizi, moja kati ya wasemaji wa vikosi vya wazalendo kwenye nyanja za juu. Depuis siku ya pili mapambano imeanza kote Bilalo mbili, wakapiga kabisa Bilalo mbili mpaka wakaingia pale kustad ile force ya FDC Jemadari Kakobanya, wakasikia eti wao Twirwaneho wakiwa koalize na Red Tabara na FLN Zabampema wanaenda atake ni forces za FARDC. Njo yeye observance wakakubanya Jimmy Kideta kaenda renforcer FARDC, njo wakarudisha adui. Vile vile tena jana wakakuja viti kaendelea tena Bilalo mbili wakapigana mpaka bukaingia leo asubuhi depuis 4h njo au Twirwaneho hiyo coalition ya Red Tabara FLN Zabampema wakaona kama wameisha shindwa kwa takema posio za wazalendo wakakubanya, ndio maana wamepenya katika mapori walelala wiko napiga mapori. Nikwambie tu ndio wakatumokea pale ku fasi wanaita Tuwetue kutope kwenye kulikuwa komanda colonel wa FARDC, ndio kwenye kulikuwa saa vile base yake mtope vile, ndio wanapenya wanafika pale, ndio wakapiga pale huko matranche militaire, wanachimba mashimo mamifrezi ya kule ndani daire. Ukifika pale ndugu mtangazaji, unalisikia kupotea mwele matranche militaire mko maaveni na makartier, wanaingia pale bakapiga FARDC pale na kuideloge pale mpaka sasa. Inakuambia kabisa saa hii kabisa wale wahuni ndio uko pale. Alors cha mshangazo tuko naona hii serikali jeshi la Burundi halifanye kitu, liko ngambo yetu fasi wanaita Nikarati mwele tuko ya Kawambi na Ndayoberwa, biko Kitasha, biko Kukwezero, ni en quelques kilomètres tu na pale kusudi ba renforcer FARDC, mais biko passif bouger habajui kitu abafe kitu. Alors naona kabisa force ya Kakobanya ndio na dize kwenda iende renforcer sai wa wale wa FARDC walikondia pale. Ifo sasa tupige ile FARDC tuke pale. Sababu gani? Mbele yabo ya ile kaa kwenye wanakamata mbele kule bibi nafasi ya kuinikia Mikenge ni wazalendo na FARDC ndio wenye wanadhibiti pale. Nyuma ni wazalendo wakakubanya na FARDC moja kundi wanadhibiti. Donc biko katikati. Wakati au ya kijiri, Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV imejaribu kuhojiana na moja kati ya raia wanaopatikana eneo la Point Zero ambaye ni mkimbizi wa ndani aliyehifadhi jina lake kwa ajili ya usalama. Ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa eneo la Point Zero mida ya mchana. Nani naanguka Bilalo mbili iko mikono ya M23 na Tuwetue, ni watu tu ni kukimbia. Hali yao kabisa tunaona kama mambo inaharibika. Wa M23 walikuja vamia kampe ya nani ya Tuwetue na Bilalo mbili, maka hizi wakafukuza ama wajeshi mpaka hizi ni wale njoo wao wanadhibiti pale. Ile njoo habari kabisa iko hapa, na watu hizi wanazidi kukimbia na moyo wangali porini, maka raia inateseka. Serikali ijaribu kutufanyia nguvu, iangalie kama yeye unaweza naisha kabisa. Upande wa huko Point Zero, wananchi raia wako katika hali gani kulingana na hiyo hali inayopitika huko? Kuna hali ya oga kabisa ya hatari. Hapana, zote zinasimama, maduka zinafungwa. Maana hizi tukazi ni kukimbia, kila mtu ni kufichika vya kwake tu. Sasa wanakimbia nini na wakati wenda
Vita haijafika point zero. Karibu na pale wanajongelea, tunaona wanajongelea, wanaangaliana macho kwa macho na wenzao. Kwa sasa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC wako eneo gani? Hao pia wa M23 wako sehemu gani katika hayo maeneo ya milimani? M23 bako tuwetu, bako Biraro mbili yote na Ngezi, na ilisha karibia point zero pia. Ile tuna FARDC liko hapo tu tuwetubwe linachunga pale pamoja na Burundi. Hali ya sasa mpaka serikali ifanye nguvu, jeshi la taifa lifanye nguvu liokoe population hii hewa ambayo iko nayo. Pamoja na hayo, mwishowe Emena Bulizi ameonesha kuwa shabaha ya wahasi kuteka eneo la Tuwetue ilikuwa kuja kuteka vifaa vya kijeshi. Tunaona ya kwamba walikuwa atake pale juu ya kuja kujipropiria na maminisio wapore pale kusudi bajira vita yetu. Alors, mpaka saa hii hali ni tete kabisa, lisasi ni lisasi, moto ni moto, hakuna kurudi nyuma, na ndio maana Kakobanya na renforcer kabisa kuone kusudi badoleshe wale babwana pale. Taarifa tunazo zinasema kwamba Bilalo mbili na kando hata pia Tuwetue, hivyo vijiji vyote vimeanguka katika mikono ya hao wa M23. Unatuambia nini porte parole kuhusu hizo kauli? Hapana, ile ni uongo kabisa. Bilalo mbili ingali katika mikono ya wazalendo na parti moja ya Tuwetue. D'ailleurs, sisi tuna garder na parti moja tuko na saa inukia kwa antenne ya Mikenge. Ndio kwenye tuko. Na FARDC singali pale na wazalendo wakakobanya FDC uiko pale tu wamejipenyeza tu kuingia mwale idikota ya koloni wa FARDC kusudi wapore. Nyuma tunadhibiti na mbele yao tunadhibiti. Porte parole, habari tuko nazo zinasema kwamba raia wa eneo za point zero wako katika wasiwasi mkubwa na wengi wameishaanza kukimbia kwa sababu ya wasiwasi kulingana na namna wanavyoona sura ya vita. Ndugu mtazamaji, hiyo ni uongo mtupu kabisa. Watakimbia nini wakati mbele kuko wazalendo, mbele kuko FARDC, mbele kuko serikali ya kutosha, wasoda wa Warundi wa kutosha? Watakimbia nini? Na yeye muhuni aweza kafika, atapitia wapi? Unayo pori gisi iko pale, mapolisi zetu tunapanga mwele pori, hawezi akapitia pale, hawezi na hata wezaka kudeloger population ku point zero. C'est vrai, point zero kuko wa déplacer wa mingi, maelfu na maelfu, presque wa mingi ni wazalendo walioshika silaha wa kulinda ile raia na mali yake. D'ailleurs muda kidogo utasikia na kuambia kama ule adui tunamdeloger anaingia katika front na rudia kwenye leto. Tufahamishe kuwa hadi sasa hali ni ya utata juu ya kufahamu atma ya raia wa point zero na kando mwake. Na kwingineko katika jimbo la Kivu ya Kusini ni kwamba baada ya tetesi kuwa gavana wa Kivu Kusini na makamu wake wameitishwa Kinshasa ili kujibu juu ya tuhuma za uongozi mbaya, hatimaye vyanzo vya karibu na gavana makamu vyakanusha madai hayo na kutoa mwangaza. Akizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bwana Makambo Juma Intelligent, mdau wa karibu wa Jean-Jacques Elakano, amesema kuwa waziri wa mambo ya ndani aliitisha sio tu gavana wa Kivu Kusini bali magavana wa jimbo zote hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kutathmini masuala ya uongozi. Kila uongozi na kila kazi ina hierarchy, na wakati unapozungumzia swala la territorial, kama vile tuingilie kiundani bila kwenda mbali, wakuu viongozi wa mkoa akiwemo gavana pamoja na gavana makamu, mkuu kiongozi wao ni vice premier ministre, ministre wa affaires intérieures. Ni yeye ambaye ana majukumu, ni yeye ni mkuu kiongozi wao direct, ambao wanatakiwa watumike bega kwa bega. Na wakati mkuu kiongozi anapoita subalterne wake, hakuna swala lingine, ni swala la kutengeneza, kujua kazi inaendelea namna gani na nini ambacho tunatakiwa kufanya na nini ambacho kingetakiwa kufanyika. Na ilikuwa sababu kubwa ya wakuu viongozi wa mkoa wetu wa Sud Kivu wao hapa Kinshasa, na wakati walipofika walionana na mkuu kiongozi ambao tunaita katika lugha ya Kimombo VPM, vice premier ministre, ministre wa mambo ya ndani, akawakaribisha katika ofisi yake na wakazungumuza kuhusikana na gestion ya Sud Kivu en particulier. Na uliona hata kama vile waziri wa masuala ya ndani
alijaribu kuita ofisi zote za mikoa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wamewasiliana wote hapa kwenye jiji kuu la Kinshasa, na wakaongea na akaonesha hatua gani nini ambao wanatakiwa wakifanye kulingana na vision ya chef de l'etat. Kwa kuongezea, Bwana Makambo Juma ameonesha namna waziri wa mambo ya ndani amewataka wanabunge wa jimbo kuto kusumbua magavana wakati huu wa uvamizi wa kivita. Kumekuwa na zile shika ni kushike katika ofisi za mikoa ile ambayo tunaita Assemblée provinciale. Kumekuwa shika ni kushike, hii barua inatoka, tunatia motion ya gouverneur, tunatia motion ya vice gouverneur, tunatia motion ya huyu, lakini kulingana na mazungumzo ya VPM ameonyesha kwamba tuko katika hali ngumu ya salama kwa ndogo katika nchi yetu ya Kongo, hususan mashariki ya nchi yetu ambayo imekumbwa na vita ambavyo vimeingilia na hao Wanyarwanda wakiwa na wasaidizi wao wa AFC bar M23. Ino maana hakuna katika wakati huu hakuna ofisi ambayo itaingilia mambo ya ile mamotion, mambo ya kufanya masekuse katika Assemblée provinciale, kwa kuwa akili yetu, mawazo yetu inaangalia namna gani tutakavyo piganisha adui atoke katika nchi yetu. Katika tarafa la Fizi tu ni kwamba shirika la raia Fox Vive tarafani Fizi limeomba kwa serikali kuu ya Kinshasa, hasa vitengo husika na usalama, kuwajibika ipasavyo kwa ajili ya kunusuru maisha ya raia wa vijiji mbalimbali vyenye kuwa katika nyanja za juu na zisizokuwa za juu, ambao wanaendelea kupata shida kila kuchao kutokana na vita. Jacques Alimasi ni mratibu wa shirika hilo tarafani Fizi, amesema kuwa mapambano kati ya waasi wa M23 na washirika wao dhidi ya wazalendo inaendelea kujiri kila kuchao na kupelekea raia wengi kuhama makazi yao. Tunakwenda kutoa kibarua chetu na malalamiko kwa wakuu viongozi wa serikali wa nchi yetu ya Kongo, pia hata kwa community international, kufatana na hali ya usalama, hali ya kiutu ambayo inaendelea kuzorota katika tarafa letu la Fizi, hata katika sekta ya Itombwe kwa nyanja za juu, Mikenge na kandokando. Utakwenda kujua kwamba tangu tariki 4 umekwenda kuripotiwa makabiliano ya vita kati ya vikundi vya M23 AFC Twirwaneho Red Tabara ambao wanasaidiwa na nchi ya Rwanda pande moja, na pande ingine vikundi vya silaha ambavyo tunaita wazalendo ambavyo vinasaidiwa na government yetu ya Kongo. Kikundi ambacho kinaitwa cha FABB kinasimamiwa naye Komanda Ngomanzito, pia na kile cha FDCC par APC ambacho kinasimamiwa naye Kakubanya. Makabiliano hayo yaliripotiwa katika vijiji vya Nakalambi, Kitisha, Ngezi hata na Bilalo mbili. Tariki 5 mwezi huu makabiliano ya vita liendelea kuonekana kwenye kijiji cha Rusangura, ni katika sekta ya Itombwe, groupment ya Bashimukinji ya kwanza. Ni katika kundi vya AFC Twirwaneho M23 ambavyo vinasaidiwa na Rwanda na Red Tabara. Walipigana na kikundi cha wazalendo wa Kakubanya pia na wazalendo wa Ngomanzito. Ile asubuhi vikundi vya AFC Twirwaneho M23 vilikwenda kushambulia ngome ya FARDC ambao wanasaidiwa na wazalendo katika kijiji cha Tuetue, Ngezi hata Point Zero. Wahamiaji wa ndani ambao walitoka Mikenge na kando kando ya Mikenge wote walikuwa wanaishi pale. Wandani walikuwa wanapatikana pale Point Zero, walikimbilia, wamoja wanakwenda na Kiele, wengine wanakwenda Mikalati, wengine wanakwenda Lumanya, na hivyo walihama na waliacha makazi yao, na watoto waendelei tena na masomo. Kijiji hicho kinapana njia kwa warebel, wanaweza fasilima kufika kijiji cha Nakiele na wanaweza fika Fizi Centre. Mwishowe, Jacques Alimasi ameongeza kuwa haki za binadamu haziheshimiwi kwa sasa na raia wanaendelea kuhangaika.
tangu mwezi wa 3 huu mwaka raia walihama makazi yao na wakahama hata makao yao, waliendelea kupatikana huko kijiji cha Point Zero, na raia wanaendelea kusumbuka, haki ya kibinadamu haiheshimiwi, inaendelea kuvunjwa. Na ndio kwa maana tumeomba kwa ngambo zote, pande zote mbili, waheshimie raia, waheshimie haki ya kibinadamu, waheshimie hata ile sheria ambayo inaendelea kuongoza vita, waheshimie ile ambayo tunaita cessez-le-feu, kwa sababu katika vikao vyote hata huko Amerika na Doha na wanamgambo na government yetu ya Kongo wamekwenda kusaini mikataba ya kusema kwamba wanashitisha vita na wataendelea kufuatilia mchakato yote ya kutafuta amani kwa njia ya usalama pasipokuwa njia ya vita. Tumalizie taarifa zetu za habari na kule katika mji wa Uvira ni kwamba vuguvugu la kiraia linaitwa Machozi ya Raia mjini Uvira limetoa ombi kwa serikali ya jimbo kama vile meya wa Uvira kuvalia njuga juu ya kazi za kukarabati daraja la Kamvimvira zimalizike kwa haraka ili kuepukana na maafa ya kila leo. Kwake Emmanuel Abedi, mratibu wa Machozi ya Raia mjini Uvira, ametoa hapa sababu za wao kuandika kibarua hicho. Tayari ni alerte Machozi ya Raia ilifanya na soma vraiment les concernés direct. Wakati mfika pale kwenda kuvisiter le point pale kwa Uvira, niona kwamba chezi yuko anachezeka pale. Kana deviation iko pale yuko anasaidia na tanda. Yenye kasha tama desordre mingi sana, wamesha mchika migulu, wengine washakufa. Entreprise ASK iko nafanya kazi ya barabara, iko natengeneza sasa kilalo kwa sasa kilalo sasa officiellement yenye tambatana ile RN5. Sasa ukiangalia namna gisi iko wanatengeneza, haviko murapidite. Hizo inaonekana kwamba kulingana na gisi magari ziko mingi mugini, mambutiaje, madesordre, maperte, ile nani kutumana nani pale vitu viwaza kwamba tubasisimue bangali gisi wanaweza kwa wanatezele kilalo mchana kama vile usiku. Tujua kuravitele kilalo bemalize mapema. Et c'est dans ce sens même tuliona kwa kuona gisi deja ba piéton basa kwa ba victime mettre fois et mettre reprise parce que tuko presque na watu jibasha vunjika hata miguu kuile kilalo kwa ukosefu wa mchanganyiko. Kuna kwa kilalo mwa pale a train ya zamani yenye labda iko pale kama vile reference au monument na iko na matura mingi sana. Donc on propose aux autorités urbaines anaweza weka hata ndani mambao pour permettre hata ba piéton bako wanapita kule en attendant. Na ndio ile tulikuwa tunafafa ile makelele vile na mwiyo hiyo tu angle moya ndio constate kama na wao wanafanya ile kazi ya uongozaji wa magari pale. Il arrive des fois débordement qu'on a quoi pia na bapita. Watu wanakuwa bengi sana, débordement inakuwa mingi sana, kuna kwa ile mimi nataka mensuellement no maîtrise ya débordement aussi. Na ndio kunapiga na cause vraiment ma problème niko trop sérieux. Ndio mwile ile sens tulikuwa nabaonesha kwamba wakuu viongozi bafanye jitihada yote parce que déjà pour moi quelque chose déjà quoi débourser pour que bafanye les kazi nikoonekana ifaida sana. Ndio mwile ile sens tunaambia bakaji yote banaelewa kama emprise ya RN5 wanaweza kabisa kuja manyumba yao kabla serikali haijakuja kuwavunjia. Na mwile tu marakati huko mpema utata mingi sana kizika ndani. Tutama inga rapport ya Kalundu na hiyo emprise RN5 iliendaka na mai. Sasa bakaji mpaka sasa ya bayua bale mimi atakuwa ndomaje donc wale watavunja manyumba yao yenye iko emprise RN5. So rabu itakuwa namna gani? Faut serikali balipe sasa. Il paraît que OVD ishakafanya ile budget deuxième plan B yenye labda ya kwa voter au niveau ya pouvoir central. Mais néanmoins tunaendelea kufeliciter sasa tunatendeka mais néanmoins la réclamation inquiétude kutu mingi mwile masansi ya ville. Upande mwingine wanashukuru serikali kuu ya Kinshasa kwa kuweka mradi huo wa ujenzi wa kuweka lami mjini Uvira. Emmanuel Abedi amejibu tena. Oui, nawaza prestation kwa mzuri parce que là on a besoin de barabara ya goudron ingia hapa. Donc prestation kwa mzuri. Et je pense que nataka mkisaidia ma réclamation donc comme phase yenyewe zingalike mpesa inaleta potopoto mais quelque chose nyiko alloué donc iko alloué na tukuka kwa raia. Mais kutuburu mapitite erreur kidogo yenyewe kunaonekana yenyewe tuko tunaisia tu moma kuonesha wakuu viongozi parce que entreprise iko pale kwa exécuter tu parce que serikali tabonesha atumiki. Na ndio ile mle mapanzi kuna file negotiation tunaongea kama na ngambo na wanaangalia kisha kufanya. Ni mwe sasa ndio litumana hata
kazi za pale monima kutaka fanyika ujanja pale, tukalerte na ikaonekana kwamba eska inake problem. Serikali ndio ilikuwa inatembea na lalala na unaiwa peke contest ya security Uvira quelque part aussi kwa tana permettre kufanya ile kwa sasa ndio kumede fois kama na pale kwa monima pas kuvunja ile emblème parce que ndio bote ya Uvira. Manyumba ziko yule ziko mamprisa RN5 bazivunje zote parce que nous avons même des cabines za semaine zenye zilikuwa dégagées ma RN5. Hakuna viajabu pale, ndio wanaenda kubose. Wanasema anatanda compromis yako ya mzuri basi skande kwanza matravo pale anatanda mu vacances ya ville. Mais tout ile tu kama mchezo tu unaona bana avancer bien. Kunaonekana vraiment dalili ya mzuri sana na ile tu michezo ya kutokona clair mafazi mmoja iko mpema makrubasi. Nombre ya makaa d'accident, nombre ya makaa aussi ya maperte en vie, nombre ya magari kuharibika iko na jieleve kuliko ipunguke. Na mwile l'essence tu tuko kwamba si bakitarde vraiment tutaendelea kuenregistrer sana batu batabo katika migulu wenyewe wanatoboa na kuko na gari na zangu mle ndani mtilalo, donc hakonekani vraiment mpunguko wa hesabu wa majali pale. Ndio tunasema kwamba vema waifanye mchana kama vile busiku porque ba faciliter passement yako milenye ko pyramide stratégique mais etaka ile milieu Carrefour, donc pour kavizika na kama mpoko presque voisine pale kuko balabala nenda Bukavu. Ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo msikilizaji. Jina langu ni Omari Makelele Ozil.